Sauti ya Afrika ya kweli ilizimwa na kelele za wageni, ndizo zikabaki kusikika masikioni mwa Waafrika, na huo ulikuwa wakati wa ukoloni. Lakini leo, kutoka jangwa la Sahel hadi milima ya Faso, sauti mpya imeamka, sauti ya umoja, ujasiri na mapambano ya kulikomboa eneo la ukanda wa Sahel. Katika hatua ya kihistoria, Mali, Burkina Faso na Niger ziliungana na kufukuza uwepo wa kijeshi wa Ufaransa, wakikataa kuwa watumwa wa kibeberu. Kwa mara ya kwanza, mataifa haya matatu yaliazimia kurudisha umiliki wa ardhi, madini, mafuta na gesi mikononi mwa raia wao wenyewe. Serikali za kijeshi zilitoa kauli moja: rasilimali ni kwa ajili ya wananchi na si kwa makampuni ya kigeni au wawakilishi wao wa kifisadi. Hayo yakiwa yanaendelea, nchi hizi zimekuwa zikikumbwa na misukosuko mikubwa. Wanasiasa waoga, mawakala wa kigeni na wauaji wa kukodi wamezidi kujitokeza. Serikali za Sahel sasa zinajifunza kuishi ndani ya mazingira ya vita vya kiuchumi na kisiasa vinavyopangwa na maadui wa maendeleo yao. Usaliti umekuwa bidhaa ya bei ya juu sokoni, unaouzwa kwa vifo na umwagaji damu. Mapema wiki hii, katika ikulu ya Kosiam jijini Ouagadougou nchini Burkina Faso, rais wa Burkina Faso ambaye pia ni rais wa Umoja wa Nchi za Sahel, Kamanda Ibrahim Traore, amesema hali ya hatari inataka kuukumba ukanda huo kufuatia kuwa maadui wa Umoja wa Mataifa ya Sahel AES wanajaribu kuvuruga muungano huo, wakitaka kulazimisha moja kati ya nchi hizo tatu kuwasaliti wengine. Katika ujumbe wake huo, Captain Ibrahim Traore alisema kuwa maadui wa muungano wa nchi za Sahel AES wanalijaribu bure. Shirikisho la nchi za Sahel bado linaendelea kuwasumbua baadhi ya watu kwa sababu kila siku wakoloni hao wamekuwa wakitumia nguvu kubwa kutaka kulazimisha moja ya nchi tatu kusaliti nyingine. Ingawa hakuitaja moja kwa moja nchi ambayo inashawishiwa na mabeberu, Traore aliweka wazi kuwa kuna jitihada za makusudi kutoka kwa mataifa ya Magharibi kuvunja muungano huo. Anasema hawawezi kuvumilia kuona Waafrika wakisimama pamoja bila kuwa chini ya usimamizi wa mabepari wa kimataifa. Kwao Umoja wa Sahel ni tishio kwa udhibiti wao wa Afrika. Kamanda Traore amesema wazi kuwa muungano huo haupendwi na mataifa ya kigeni, yakitaka kuishawishi mojawapo ya nchi tatu za umoja huo kusaliti nyingine ili kuzuia kuimarika kwa umoja huo, na kisha waanzishe tena kambi zao ambazo hapo awali ziliongoza katika kuinyonya jumuiya hiyo. Kamanda Ibrahim Traore pia amefichua kwamba mataifa hayo ya Ulaya, yaani wakoloni waliozitawala nchi hizo miaka ya nyuma, wanadhamini ugaidi wa kimataifa katika ukanda wa Sahel ili kuhalalisha uingiliaji wao katika mataifa hayo. Wanatuma mamluki wa kisiasa, waandishi wa habari wanaolipwa na wanaharakati wa NGO wanaofadhiliwa ili kusambaratisha juhudi za kujenga viwanda, benki za Afrika na sera za kuunda sarafu za ndani. Lakini kila jaribio linaendelea kushindwa. Kila mara wana mpango wa kumuua mmoja kati ya viongozi wakuu wa AES, iwe ni Traore, iwe ni Assimi Goita au Jenerali Tiani, ili kuvunja umoja huo. Lakini mashirika ya kijasusi ya Sahel yamekuwa makini mno.
Njama hizo zimekuwa zikizimwa kabla ya kutekelezwa, huku viongozi hao wanaishi kama wapiganaji wa mstari wa mbele wakikwepa risasi za wasaliti. Tumekuwa tukikabiliana na hili kwa muda mrefu. Kila wakati ni njama ya kushawishi nchi moja kujitoa kwenye shirikisho, na hili linapaswa kutufanya tufikiri, aliendelea Kamanda Ibrahim Traore. Kwa mjibu wa viongozi wa AES, ukanda wa Sahel umegeuzwa uwanja wa mapambano kati ya ukoloni mamboleo na harakati za ukombozi wa bara la Afrika. Magharibi wanajua fika kuwa endapo Sahel itajitegemea, basi itakuwa ni kazi ngumu kwao kuiba utajiri wa Afrika na kisha kuupeleka barani Ulaya. Licha ya changamoto hizo zote, Captain Ibrahim Traore amewahakikishia Wanaafrika ya Magharibi kuwa Jumuiya ya Nchi za Sahel, yani AES, inaendelea kwa utulivu katika njia zake na wala hatokuwepo wa kuivunja. Kwa mjibu wake, wakoloni hao wanaongozwa tu na maslahi yao binafsi, kwa sababu Burkina Faso, Niger na Mali na Sahel kwa ujumla ni tajiri mno. Lazima tufahamu hili kwa undani na tuendelee kupambana. Hatupaswi kujihurumia. Kinyume chake, lazima hili litutie nguvu, alihitimisha Captain Ibrahim Traore. Wakoloni wanadhamini ugaidi katika ukanda wa Sahel na wanajua watawaangamiza mamluki wao na kushinda vita hii wanayoilazimisha kutokea katika ukanda huo. Wakati huo huo, wanapanga njama za kumuondoa mmoja wa marais kati ya wale watatu wa nchi za Sahel ili muungano huo uweze kuanguka. Amesisitiza kuwa mataifa ya Sahel yana utajiri mkubwa mno, rasilimali ambazo kwa miongo kadhaa zimekuwa zikiwanufaisha watu wa mataifa ya Magharibi, ikiwemo madini ya uranium, mafuta, chuma pamoja na gesi, huku watu wa ukanda wa Sahel wakiendelea kuishi katika umaskini wa kutisha. Swali ni kwa nini Afrika bado inanyanyaswa licha ya utajiri wake? Jibu ni moja. Magharibi wana hofu ya kuondokewa na chanzo cha mali. Wanatambua kuwa bila madini, bila mafuta na bila ardhi ya Afrika, uchumi wao utayumba. Hawawezi kufurahia kuiona Afrika inayojitegemea, yenye viwanda vyake na sauti yake. Afrika imekuwa mtoaji wa malighafi nyingi za thamani kwa viwanda vya wazungu huko Ulaya, lakini sasa Afrika nayo inataka kuwa wazalishaji wa bidhaa kamili, viwanda vya kuchakata dhahabu, viwanda vya kusafisha mafuta na kiwanda cha uranium. Vyote vimeanzishwa katika ukanda wa Sahel ili kuzuia wizi wa rasilimali za mataifa hayo, badala ya kupeleka dhahabu na rasilimali zingine katika mataifa ya Ulaya, ikiwemo Ufaransa, ambayo mwisho wake pesa wanazolipa ni kidogo ukilinganisha na thamani ya rasilimali hizo. Muungano wa Sahel ni mfano wa kile Afrika inaweza kuwa: bara linalojitegemea lenye viongozi wanaojali watu wao na si mataifa ya kigeni. Umoja huu unahitaji ulinzi, si kwa silaha tu, bali pia kwa fikra na mshikamano wa watu wa kawaida. Lazima kila raia ajue kuwa hii si vita ya viongozi, bali ni vita ya vizazi vyote. Hayo yalikuwa ni maneno ya Captain Ibrahim Traore wakati akiapa kiapo cha urais wa jumuiya hiyo. Chini ya muungano huo, marais Assimi Goita, Captain Ibrahim Traore na Jenerali Tian wa Niger wamekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha wanaiondoa Afrika katika kufikiria misaada ya nje ambayo ina masharti magumu, na ili kutimiza matakwa ya masharti hayo
nchi nyingi hulazimika kutoa rasilimali zake muhimu ili ipate mikopo hiyo. Endelea kuifuatilia BMTV Tanzania kwa habari nyinginezo nyingi.